Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Leo nakuja kwenu Watanzania wenzangu na watu wote wa kanisa, nikiwa na shauku kuwakumbusha juu ya safari ya kwenda mbinguni. Wana wa Mungu, hakika dunia ilipofika ni pabaya sana, na sisi kama kanisa tunapaswa kuweka maandalizi na kutahadharisha umma mzima wa kanisa kujua ni wakati gani ambao tulionao sasa. Mimi kama mtumwa wa Kristo, kama ilivyo ada, nimewiwa kuzungumza nanyi kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Yesu alipokuwa akiondoka, aliwapa kazi wale thenashara, wale mitume wake 12, na watu wote wa kanisa waliokubali kupokea mwito na sauti ya Injili. Aliwaambia kwamba mimi ninakwenda, lakini nitakuja kuwachukua nilipo mimi nanyi mwepo. Hii ilionyesha wazi kwamba tayari mwanzo wa siku za mwisho umekaribia. Sitaki kukutisha, siongei haya kwa ajili ya kukutisha kama mwana kanisa, isipokuwa nakuja kwako mteule uweze kujua nyakati na majira ya kujiliwa kwa kanisa. Mimi kama mtumwa wa Kristo ninakuja kwako kuzungumza na wewe ili ujue ni wakati gani unaoishi. Acha kuendekeza dunia hii ambayo imeparaganyika, iliyokwisha, iliyoharibika. Ninataka ujawe moyo wa ujasiri, utambue wakati wa kujiliwa kwako na uweze kujua nyakati na majira unayoishi sasa. Kanisa la waenda mbinguni, kanisa la Kristo, linalo sababu au ninayo sababu ya kusimama sasa na kuweza kutahadhari juu ya ujio wa Yesu Kristo. Hauhitaji kuwa kama wasioamini, kuingia katika moto wa jehanamu wakati wewe ni mtoto wa Kristo. Ninasema haya kwa sababu gani? Leo kumekuwepo na wimbi la watu wenye mafundisho mbalimbali wakionyesha kwamba haya hayawezi kutokea, lakini nikwambie tu mwana wa Mungu kwamba yeye mfalme wa wafalme ameitunza ahadi yake zaidi hata ya jina lake. Ameyafanya hayo yote yaliyoandikwa katika kitabu kitakatifu Biblia yawe ya kweli na kweli kabisa. Na sisi kama kanisa tunapaswa kuamini katika hayo. Ndiyo hao sasa yanayotufanya sisi kuwa na sababu ya kusimama na kulisema neno lake bila uficho, bila kuwa na aibu, kusimama mbele za watu na kuwahubiri watu makosa yao, wajue nafasi walionayo sasa. Mwana wa Mungu, kumbuka kwamba wakati wa kanisa kunyakuliwa umekaribia, na wewe unapaswa kuweka maandalizi ili Yesu atakaporudi, mwana wa Mungu, ukutwe katika nafasi ya kunyakuliwa katika nafasi hiyo. Biblia inasema kwamba itakuwa ni bahati kwa yule ambaye atakuwa amepatikana katika nafasi ile ya kwanza ya kunyakuliwa kwa Wakristo, watu waaminio Yesu Kristo, wamwaminio Yesu Kristo. Na mimi kama mtumwa wa Kristo nimeona ni vyema nichukue nafasi hii, nitumie nafasi hii kuwahitaji au kuwasogeza na kuwakumbusha hasa kuhusu kuja kwa Yesu Kristo. Mwana wa Mungu, ahadi zake ni timilifu. Biblia inasema ahadi zake ni timilifu. Usibweteke
Hebu kaza moyo, simama sasa. Hebu simama kwa nafasi yako kuihubiri Injili kama alivyo acha agizo Bwana Yesu wetu Kristo, kwamba kila muaminie na asimame kwa nafasi yake aihubiri Injili aliyoitangaza, aliyoitanguliza. Wakati ule Yohana alisimama na kuonyesha utangulizi wa ujio wa Yesu Kristo, na aliposema akasema kwamba yupo anayekuja kutimiliza shughuli hii ambao ninaianza, na akaja na akatambulishwa na Roho Mtakatifu kwa njia ya hua. Akasimama akasema, na sauti katoka juu mbinguni ikimthibitisha kwamba huyu ni hakika ndiye ambaye ni mwanangu mpendwa. Sasa acha nisikupoteze, tunakwenda katika maandiko matakatifu ya kwamba Yesu anarudi. Mwana wa Mungu Yesu anarudi. Kitabu cha Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa sura ile ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inaonyesha wazi kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mstari wa 2 unasema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Mstari ule wa 3 unasema, basi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Haya yalikuwa ni maneno ya Yesu Kristo akiongea na wanafunzi wake. Kumbuka, wanafunzi wa Yesu si tu wale thenashara, bali wale wote waliokubali kupokea jina na mwongozo wake aliyouleta duniani kwa wanadamu. Na wewe unayetazama ukiwa ni miongoni mwa wanafunzi wake, kama tu umekubali jina hili liwe mwongozo wa maisha yako. Nini nilichokuwa nataka kusema? Nilikuwa nataka kusema kwamba Yesu anarudi, na kama alitoa ahadi yake katika kitabu hiki cha Yohana, hiyo sura ya 14 na mstari wa 1 mpaka wa 3, ni hakika kwamba atarudi. Usihadaike mwana wa Mungu, kwamba uvumi wa hapa na pale ukionyesha watu ambao wanaeneza na kusambaratisha maneno haya matakatifu washindwe na wasogee mbali na wasionekane kabisa. Neno la Mungu li wazi, ukiweza unaweza ukafanya marejeo na kujifunza. Nilichokuwa nataka sasa kwamba Yesu anatutahadharisha katika haya kwamba anarudi. Tunatakiwa tufanye maamuzi leo. Tukubali kwamba Kristo awe mwokozi wa maisha yetu, na tuungane katika safari hii pindi atakapokuja kulinyakua kanisa lake. Dunia imeanguka katika wimbi kubwa la mafanikio, wimbi kubwa la vitu vizuri, wimbi kubwa la mambo ambayo yasiyofaa. Usiwe miongoni mwa hayo. Njoo jiunge na watakatifu. Nenda katika kanisa lolote la kiroho linalomwamini Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wa maisha yao. Jiunge na kubali kufuata mwongozo wa Yesu, aweze kukuokoa siku ile ya parapanda. Mwana wa Mungu, Yesu anarudi. Kubali kumpokea leo, uwe miongoni mwa wale watakaorithi ufalme wake. Ni kweli na ni dhahiri kwamba haya yanathibitishwa. Achana kuhadaika na vitu vizuri, achana kuhadaika na mambo mazuri yanayosababisha wewe uone kama dunia ni tamu kuliko chochote. Kizuri kati ya vyote ni kumkubali huyu Yesu. Na mimi nawiwa kama mtumwa wa Kristo kukuambia bila aibu, sina aibu kabisa, nasema wazi kwamba Yesu anarudi. Na kukaribisha wewe mteule ambaye unanisikiliza, usipuuze sauti hii. Nenda katubu, ukubali Yesu mwokozi na Mungu wa maisha yako. Umwabudu yeye aweze kukuchukua siku pindi parapanda itakapolia. Na
kupa hongera wewe uliyechukua maamuzi baada ya kusikia video hii kwamba upo tayari kumpokea Yesu, na Mungu akutetee, ajaze neema ya wokovu ndani ya maisha yako, uweze kukubali na kusimama na kuendelea katika Kristo. Mungu awabariki sana. Usiku wa leo na jioni ya leo iwe siku ya kwanza ya ukombozi wako, na wokovu uingie ndani yako, na Mungu atakutetea. Mungu awabariki. Mstari wa kukalili ni Yohana 14, mstari ule wa kwanza mpaka wa 3 umesema wazi, na ahadi zake mwana wa Mungu, ahadi zake mwana wa Mungu hazibatilishwi na chochote. Yesu anarudi kama alivyoahidi, atatimiza. Na kushauri mwana wa Mungu, kubali kumpokea Yesu au mwokozi wa maisha yako, na umpokee awe Mungu wako, ili siku ile ajapo aweze kukupeleka mbinguni au kutoa mbinguni. Ubarikiwe sana. Mungu akubariki. Mimi ni mwalimu wako na mkufunzi wako wa neno la Mungu, mwinjilisti Aidan Jeremias Gaye, ambaye ninawiwa kupeperusha bila kificho habari za Yesu Kristo kwa ulimwengu wote. Barikiwe na Bwana.